Niwakaribishe wale wote wageni pamoja na wenyeji ambao wako kanisani Mwenge, pamoja na wale wote ambao wanatupata katika mitandao yetu ya kijamii. Karibuni sana katika ibada yetu ya leo. Ibada yetu ya leo itaongozwa kama ifuatavyo. Mimi ambaye nitakuwa mwenyekiti naitwa Eric Gotora, ni mshiriki wa kanisa la Mwenge. Atakayetuletea wito wa maombi mzee wa kanisa, mzee Joseph Fungo, anaomba punge mkono. Asante. Atakayetuletea fungu kuu pamoja na ombi anaitwa Fabian Ayoki. Asante sana. Atakayetuletea sadaka anaitwa Frankie, somo la sadaka anaitwa Frankie John. Asante. Atakayetuletea hubiri la watoto anaitwa Nyakorema Rioba, naomba punge mkono. Na mzee ambaye Agis Makaringa ndio mbingu nimemchagua siku ya leo kwa ajili ya kuweza kutumikia mkate wetu uzima. Yeye atasimama kwa muda wake, naomba sasa hivi apunge mkono. Asante, unaweza kwenda kuketi. Asante sana washiriki katika siku yetu ya leo. Siku yetu ya leo ibada itakuwa watakaoendesha ibada katika njia ya uimbaji. Sadaka watakuwa Women of Faith, na ibada kuu the Royal Pillars, pamoja na kufunga watakuwa ni PCA. Sabato njema washiriki. Tutakuwa na nyimbo tatu kama ilivyo kawaida yetu, na wimbo wetu wa kwanza utakuwa ni wimbo namba 166, na wimbo wa pili utakuwa ni wimbo namba 170, wimbo namba 127, na wimbo wa tatu utakuwa ni wimbo namba 199. Karibuni tuweze kuimba kwa furaha kwa kumsifu Mungu.
nionapo amani kama shwari.
52. Neno linasema wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu, unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni.
Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu, akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Bwana asifiwe. Sabato njema. Mtakatifu wa Mungu, habari ya Sabato. Basi niwaalike tufungue Biblia zetu katika fungu kiongozi la maandiko matakatifu katika kitabu cha waraka wa Yakobo 4 na ule mstari wa 4. Waraka wa Yakobo 4 na mstari ule wa 4. Ukipata sema amina. Neno la Bwana linasema, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Nitarudia, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Mwenyezi Mungu abariki neno lake. Tusimame tuweze kuimba wimbo namba 56. Wana
katika kiti cha enzi mbinguni. Tunasema asante Baba kwa wasaa mzuri huu wa Sabato. Baba, tunasema asante kwa kuturuzuku tena uhai katika siku ya leo. Sifa na utukufu Baba zikurudie wewe juu mbinguni. Baba, wakati huu watoto wako tumekuja mbele zako. Tunakuita wakati huu tukiwa na masumbuko ya dunia hii. Tuna shida mbalimbali, shetani ametutesa katika juma hili, lakini sasa tumekuja katika hekalu lako kukuita Baba, ukasikie maombi yetu na ukajibu sawasawa na upendavyo. Katika juma hili Baba, watoto wako wamepitia changamoto mbalimbali. Wengine wamepitia adha ya magonjwa. Kuna watu wamekuja hapa siku ya leo ni wagonjwa. Kupitia ibada ya leo tunaomba magonjwa yao yakakome. Kupitia ibada ya leo Baba, jina lako likaonekane na likatukuzwe. Baba, kuna wengine wamekuja hapa ndoa zao zina shida. Wanapitia changamoto katika ndoa zao. Wewe Mungu ambaye ni kiunganishi, tunakuomba kaunganishe ndoa hizi, wakawe pamoja na wakakutukuze wewe katika kila hali Baba. Kuna familia zingine zinapitia changamoto aidha ya watoto wanaosumbua. Baba, tunawakabidhi leo katika Sabato ya leo, ukaonekane katika familia hizo. Mungu ukawe wewe ndiye upendo katika familia hizo, wakapendane wao pamoja na wazazi wao. Pia kuna wengine pia wamekuja na maombi yao ya kuweza kupata kazi. Tunawaleta mbele zako Bwana, maana wewe ndiye mgawaji wa hizo kazi Baba. Sasa katika siku ya leo tunasema ya kwamba Baba, Sabato ya leo watakapotoka Baba, ikawe furaha katika maisha yao, maana umeenda kutenda. Baba, tunajua taifa letu linapitia uchaguzi katika mwaka huu. Tunaomba amani katika taifa letu la Tanzania. Tupatie amani ambayo kila mmoja atakuwa na uhuru wa kuabudu wewe Bwana. Sasa tunakabidhi mipango yote na mamlaka zote Baba, yote yakafanyike kwa utukufu wako Bwana. Tunapokuja katika Sabato ya leo, ibada ya leo, tumekabidhi mbele zako. Nyimbo zako zitaimbwa, wanakwaya wataimba nyimbo, pia Baba sadaka zitatolewa. Zote tunazikabidhi katika mikono yako, maana vyote ni vitakatifu, vinafanyika chini ya miguu yako. Tunamkabidhi pia mhubiri wa leo ambaye umemwandaa kwa juma zima. Mzee wetu Mwakalinga tunamweka mbele zako, maana ujumbe wa leo ambao umekusudiwa sisi leo tuweze kumpata Baba, kakae katika bongo zetu, tukaelewe, tukaenende, tukafanye sawasawa na mapenzi yako Bwana, maana yote ni agizo lako. Basi katika hayo yote yakafanyike kwa utukufu wako Bwana. Tunanyamaza kimya tukiamini ya kwamba umetusikia Mungu wetu na utatenda sawasawa na mapenzi yako. Ndivyo tuombavyo kupitia jina la Bwana yetu Yesu Kristo, na kila mwenye imani aseme amina. Tusikilize somo la sadaka la siku ya leo. Somo la leo linatoka katika kitabu cha Marko 14:3-6, nalo linasema, naye alipokuwa Bethania nyumbani mwa Simoni mkoma, ameketi chakulani, alikuja mwanamke mwenye kibweta cha dhahabu ya nalo safi ya thamani nyingi. Akakivunja kibweta, akakimimina kichwani pake. Walikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao wakisema, kwani kupoteza marhamu namna hii? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa dinari 300 na kuzidi, wakapewa maskini. Wakamnung'unikia sana yule mwanamke. Yesu akasema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Amenitendea kazi njema.
Wale ambao hawakutoa walitathmini zawadi ya Mariamu na kuhitimisha kwamba ulikuwa ni upotevu. Hata hivyo, ukweli kwamba tunapotoa tunasaidia katika kueneza Injili na kujiwekea hazina mbinguni. Hebu tuangalie mwitikio wa wale waliotarajia wamtie moyo Mariamu, na kisha tuone jinsi Bwana Yesu, na kisha tuone jibu la Bwana Yesu. Badala ya kumtia moyo, mashahidi walidharau utoaji wake na kwamba ni upotevu wao, wakamnung'unikia sana yule mwanamke. Nyakati fulani sadaka zetu tunazompa Mungu zinaweza zisikutane na hali ya kutia moyo tunayotarajia kutoka kwa kaka na dada zetu. Badala yake tunaweza tukakutana na ukosoaji. Badala ya kumpa Mungu sifa, baadhi hawatafurahi. Katika ukosoaji, Bwana Yesu aliingilia akisema, "Mwacheni, bora mnamtaabisha, amtendea kazi njema." Marko 14:4. Usikatishwe tamaa. Bwana Yesu anathibitisha wale wote wanaotoa kwa ajili ya kusudi lake, akisema, "Umetenda kazi njema." Hebu usiruhusu chochote kikuzuie dhidi ya kutoa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Muda si mrefu Bwana Yesu akija, utamsikia akisema, "Wema, mtumwa mwema na mwaminifu." Mathayo 25:25. Nyakati fulani sadaka zetu tunazompa Mungu zinaweza zisikane na hali ya kutia moyo tunayotarajia kutoka kwa kaka na dada zetu. Badala yake tunaweza kukutana na ukosoaji. Wito: hebu na tutoe kwa ukarimu leo. Ikiwa huna kitu cha kutoa kwa sasa, panga kwa ajili ya Sabato ijayo, iwe ni juma lijalo au muda mwingine baadaye, kwa sababu kutoa ni kufanya kazi njema. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa fursa pekee ambayo umetupatia katika Sabato ya Takatifu. Bwana, na binti zako tumekudhihirisha leo mbele zako, tukileta dhabihu zetu, zaka na sadaka kwa ajili ya nyumba yako. Tunaomba upokee sawasawa na mapenzi yako. Kwa wale ambao hatutaweza kujitolea katika siku ya leo, tubariki wakati mwingine tuweze kurejesha sawasawa na mapenzi yako, na ukatubariki katika kazi ya mikono yetu katika wiki inayoanza. Ndivyo tuomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.
katika maovu, sasa ninakuja, unipokee. Hilo ombi langu, mimi mwenye dhambi, unioshe dhambi, Yesu, unisamehe. Unioshe dhambi, Yesu, unisamehe. Nimetanga mbali katika maovu, sasa ninakuja, unipokee. Hilo ombi langu, mimi mwenye dhambi, unioshe dhambi, Yesu, unisamehe. Unioshe dhambi, Yesu, unisamehe. Giza kile cha mwana mpotevu, giza kile cha mwana
kabla
aliumba. Basi sasa siku ya sita akaja akamuumba huyu mwanadamu. Manake naye alikuwa mwema sana. Kwa maana ni kwamba kuanzia siku ya kwanza mpaka ya sita mpaka ya tano kila kilichoumbwa kilikuwa kina maana yake. Hatuna muda tungesema maana ya mwanga ukiwa na usiku, si mnajua. Kwa nini tulipewa mimea? Kwa nini tulipewa samaki? Kwa nini tulipewa ardhi? Tunafahamu. Sawa eh? Lakini huyu mwanadamu sasa, huyo hapa, nani ambaye ni siku ya saba aliumbwa? Ni wewe wa mwisho. Huyu ni mwanadamu anaumbwa siku ya saba. Manake ni siku ya sita. Siku ya ambao utakuwa kupumzika. Huyu mwanadamu anaumbwa siku ya sita. Kwa sababu kila kilichoumbwa kilikuwa na kusudi. Simenielewa? Kwa hiyo ina maana hata huyu mwanadamu alikuwa na kusudi. Mnafikiria kusudi la mwanadamu kuumba ni nini? Nani anaweza kuniambia tunapomaliza? Ili mwanadamu tunze vitu Mungu alivyoviumba. Amina. Kwa nini tuliumbwa? Kwa nini mwanadamu aliumbwa? Kama Mungu aliumba kila kitu kila siku kwa kusudi, kwa mpangilio, kwa kujitambua vizuri. Huyu mwanadamu anajua kusudi lake, kwa nini aliumbwa, ana mpangilio wa maisha yake. Mwanadamu aliumbwa kwa sababu afanye kazi ya Mungu. Kwa sababu ya muda, nakubaliana na majibu yenu, umefanya vizuri. Ukisoma Mwanzo 1 fungu la 26 na 27, anasema kwamba alimuumba, akasema na tumuumbe kwa mfano. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa ili ampende Mungu na afahamu, to love and to know God. Lakini pia ukisoma katika Mwanzo 2:15 anasema akamweka kwenye ile bustani afanyeje? Alime na kuitunza. Sawa? Lakini pia aweze kumwabudu kwa kweli, kwa sababu siku ya Jumamosi ndio siku ambayo alipumzika. Kwa maana ni kwamba siku ya saba geukieni huku, alikaa hapa ili tuwe tunasemezana naye. Kwa siku ya leo tunapumzika tukiwa na nani? Sasa ninaona wengine mnakula vijii, mnatafuna, hamna wasiwasi. Kwa hiyo mimi assume ni Mungu baada ya kufanya kila kitu chema kwa mpangilio, na nimejua mwanadamu naye atakuwa na purpose, atakuwa na mpangilio na kusudi. Sasa niko na nyie Jumamosi leo tunapumzika. Endeleeni kufanya vijii. Mnafanyaje Mungu akiwa hapa sasa? Mnapumzika pamoja naye kwa sababu yuko hapa. Mnafanya nini? Kwa hiyo somo letu linasema kila mwanadamu kama alivyoumbwa kwa mpangilio aheshimu siku ya saba ambayo pia ilikuwa kwa mpangilio na kusudi. Na huyo mwanadamu pia ajue kusudi lake hapa duniani ni nini. Mungu awabariki. Tusimame tuombe. Tuombe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema aliyotupatia kujifunza kuhusiana na uumbaji. Unajua kwamba kila siku ulioiumba, kuanzia siku ya kwanza unaweka nuru na giza mpaka siku unapumzika, ulikuwa unajua ilikuwa ina purpose yake, ilikuwa ina kusudi. Na hata mwanadamu ulipomuumba ulimwekea kusudi asiishirishe anavyotaka. Na Mungu wa upendo tukumbushe kwa nini tunaishi, ili tuweze kuitumia kila dakika kufanya kazi yako, kukutafuta, kuwa watu ambao tuna reflect, tunaonyesha kile ambacho ulituleta duniani kukifanya, watu ambao tunaitunza dunia hii, tunatunza mazingira na tunawapenda watu wengine. Baba, tukumbushe kusudi letu, tujue kwamba tunatakiwa kufanya kitu kwa mpangilio kama wewe ulivyotupangilia wakati unatuumba. Tunaomba kuwabariki hawa watoto, wasaidie kujua kusudi lao. Wale watoto ambao wanaiheshimu siku ya Sabato wakijua kwamba unapumzika pamoja nao. Naomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Walio kifoni nenda waponye, uwatoe walio shimoni, wanaoanguka uwainue. Habari njema wajulishe walio
mujibu wa taratibu zetu, saa 6:30 huwa tunafunga ibada kikanuni. Je, nitoe kichwa cha somo na tusome na fungu kuu, alafu tuagane, maana matumbo yameanza kudai. Wangapi wanasema tutavumiliana, watanikopesha muda kidogo, angalau kidogo? Mikono yao. Bwana wabariki. Kwa namna ya pekee niwakaribishe kanisa la Mwenge pamoja na washirika wenzetu kanisa la ulimwengu, kwa maana wale ambao wanatufuatilia kwa njia ya mtandao YouTube pamoja na Facebook pamoja na mitandao mingine. Karibuni sana kupata kushirikiana katika ibada ya siku ya leo. Mungu ana kusudi la kutuokoa na anapiga mbiu hata wengine wafanye jambo kwa ajili ya kuokoa wengine. Kichwa cha somo la leo ni kichwa ambacho hakina urefu zaidi. Kichwa cha somo kinasema akili. Kinasema akili, lakini mkweli kumwacha Mungu. Akili. Mpaka mmefika hapa, mimi naona ni watu wenye akili. Wengine katika hata kuvaa wamemetisha, kutoka kiatu, mkoba, nguo, ni akili. Lakini akili pia imewapelekea kuoga asubuhi. Akili imewafanya wapige mswaki. Akili imewafanya kwamba wawe timamu, hata aliyemkanyaga kwenye daradara aseme tu kwamba Bwana samahani, huu niliweka vibaya, naona ni kama umejikwaa, lakini kumbe kakanyagwa na kiatu cha kuchuchumia. Wakina mama walizajua, unaweza kumtoboa mtu kidogo. Kwa hiyo akili na maneno haya, ufahamu hautoi sauti yake. Je, hekima yaweza fichwa? Pasipo akili sisi ni vichaa, wajinga na wapumbavu, na kamwe hatuwezi kuwa na mwisho mzuri. Ndugu yangu mpendwa, kama umekosa akili, ni rahisi kupotea, rahisi kabisa kupotea. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuzingatie akili, ufahamu tuzingatie. Lakini Yesu alizungumza mambo ya akili katika kitabu cha Mathayo 7, ule mstari wa 24 mpaka 27. Alizungumza habari hii. Msomaji, naomba unisaidie kusoma hapo ili tukimbizane na muda. Karibu msomaji. Mathayo 7:24 mpaka 27. Neno la Bwana katika Mathayo 7:24 mpaka 27 linasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imejengwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa
ndio mzuri. Anaijenga nyumba vizuri kwa mawe. Unajua hamjui hata historia ya Mikocheni, maeneo ya Mikocheni. Watu Mikocheni walikimbia kwa sababu zilikuwa ni sehemu za maji. Hata watu wakati wanaonyeshwa viwanja walikuwa wanasema ndio washenzi wa pumzini. Wewe unaniambia nijenge nyumba, unanionyesha uwanja kwenye maji. Nani anajenga kwenye maji? Ndio maana wale ambao walikuwa na uwezo wakaleta mawe, wakamwaga kifusi. Ndio maana hakuna nyumba ambayo ni ya maskini katika eneo la uwanja wa Mikocheni ambapo kulikuwa na maji. Kwa hiyo mtu mwenye akili anajenga nyumba yake kwenye mwamba. Mvua ikija, upepo, mafuriko, nyumba haiondoki. Lakini mtu mpumbavu anajenga kwenye mchanga, anapiga tu na baraza tu mchanga katika kozi ya kwanza kufanya. Mvua ikija, hiyo nyumba itakapobomoka. Alikuwa lake mkuu. Sasa, kwa nini naleta haya? Mimi naleta haya kwa ajili ya Waadventista wa Sabato. Ndugu zangu, hivi ni nini kimepungua katika kanisa la Mungu? Sisi tuko tofauti na makanisa mengine. Alafu ni rahisi sana kuitambua noti bandia ukiwa nayo halisi. Mna mafundisho halisi tena ambayo hata huko hamwezi kuyapata. Mna ujumbe wa malaika watatu. Nani ni wajumbe wa Mungu? Ni waulizi, huko mnakoenda mnaenda kutafuta nini? Mmejenga katika msingi gani? Maana wale ambao wamejenga kwenye mwamba ni wale ambao wanasikiliza sauti ya Mungu. Mungu kasema. Na hakuna la kujitetea kama hatujengi katika msingi wa maandiko. Tunashindwa kukabiliana katika siku ile itakapofika. Maana Yesu alishinda tu akisema imeandikwa. Kutana na kijana mmoja akinishawishi, anasema njoo ujifunze kwetu, kuna walimu wanafundisha vizuri sana. Napiga maswali na muuliza, hebu niambie hayo mafundisho yenu. Mimi siwezi kukufundisha isipokuwa njoo tu ujifunze. Wewe umejifunza nini? Ndugu zangu wapendwa, fungu kuu, hebu turudi katika fungu kuu. Msomaji, Yakobo 4 mstari wa 4. Yakobo 4 mstari wa 4. Hebu tuangalie. Maana hapa tumepewa kama tuhuma hivi na Yakobo akizungumza jambo hili. Neno la Bwana katika Yakobo 4 mstari wa 4 linasema, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Uzinzi katika Biblia unasema hizi mbili. Kule kumwacha Mungu na kuiandama miungu ni uzinzi. Lakini uzinzi mwingine ndio huu ambao tunauelewa, tutauongelea kidogo baadaye. Si huo mnaofahamu? Ndugu zangu, tunaelewa? Sawa. Sasa kumwacha Mungu ni uzinzi. Nilisafiri nikaenda nyumbani, maana mimi nataka kusema mambo ya wazi na ya uhakika, sio stori za kubuni. Nikakutana na rafiki yangu, akasema yule jamaa wa Morogoro, jamani, ametajirika. Rafiki yangu, tajirikaje? Yaani rafiki yake jirani na duka lake alifanya matambiko, akachinja kuku, biashara yake ikaongezeka. Hao ni watu ambao wamemwacha nani? Mungu. Biashara yake ikaongezeka. Lakini jirani yake akasema, Bwana, hebu nisaidie. Ni mtaalamu yupi ambaye umeenda, maana mambo yako yanaenda vizuri. Kanunua posta ya kwanza, kanunua ya
akampeleka huko alikompeleka. Jamani, yaani kumwacha Mungu ni uzinzi. Sasa akasema alienda huko mama fulani huko milimani huko, lakini jambo la ajabu akakuta wateja wengine, hata jambazi ana rafiki, akakuta wateja wengine wamejaa, ni wengi, wanaume kwa wanawake. Sasa fikiria kama mimi mwakalika hapa, tumefika huko, sharti la kwanza ni kucheza ngoma zao za manyanga uchi. Sasa huyu mjomba akao pepe uchi, wanaume kwa wanawake. Hao wamemwacha nani? Wamemwacha Mungu, uchi. Sasa yule jamaa aenda akasema, unajua mimi kiwa timamu kama iko vizuri, kama unakula vizuri, afya yako nzuri, una mtindo wa ubongo. Jamaa akasema nilipata shida, bendera ya Tanzania ikawa juu muda wote. Sasa Mungu atusaidie, kwa sababu ukienda huko ni shida, ni shida, ni shida. Kumwacha Mungu ni shida. Unajua una kila kitu, kanisa la Mungu kila kitu kiko, mafundisho safi, watu wenyewe naona safi, maisha yetu safi. Unajua kuna watu ambao wanakinai hata chakula kizuri. Hivi wana wa Israeli ilikuwaje? Walikula chakula cha mbinguni alafu wakakinai kwa maana kila siku. Sasa uzinzi ni kumwacha Mungu. Unaweza kukinai mambo ya Mungu. Unajua maana mimi nasema kuna watu hapa, naongea na kanisa la Mungu, kuna watu duniani wanafuata ibada za mfumo. Mwingine tunaabudu naye hapa, lakini ikifika Jumapili yuko kwenye kanisa lingine. Sasa nikwambie, nitamtie wazi, ukiwa Mwadventista msabato, wewe nenda utakayo yakuta. Unajua mlango hufunguka kuingia katika ibada ya sanamu, lakini kurudi ni rahisi. Si rahisi. Wapo wanamuziki ambao walijiingiza duniani, baadaye wanasema bwana, sisi hatutaki kushirikiana, mambo ni magumu, kama ni percent ya pesa tuchukueni zote. Wanasema hatukuachi mpaka tunakumaliza. Kuna kitengo fulani cha utawala wa kidunia chenyewe tunasema kina watu wengi. Wewe ukiingia, hata ukiwa na elimu kubwa mno, ikifika wakati wako wa kutolewa kafara, unatolewa tu. Haijalishi una elimu gani, umekuwa msaada gani. Si mnanielewa sasa hivi? Mnanielewa? Haijalishi una elimu gani, wewe ukishaingia, mlango wa kutoka ni shida. Hiyo ni mbele kwa mbele. Mlango wa kurudi shida. Wewe kuna mambo fulani ambayo unaweza kujiingiza ukamwacha Mungu kwa ibada ya nini? Ya sanamu. Mungu linasema, enyi wazinzi, hamjui kuwa rafiki wa dunia ni ni kuwa adui wa Mungu. Sasa unawezaje kuwa rafiki wa dunia? Kuna mambo matatu haya. Naomba haya mnyamaji kabisa. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:5 hadi 16. Tukimbia hapo. Neno la Bwana katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 na wa 16. Neno linasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali yatokana na dunia. Tamaa ya mwili.
naiangalia mijibaba fulani alafu nashindwa kuielewa. Yaani ikianza na tamaa zao kwa vile ina pesa nyingi. Unajua kuna watu hata kujenga kwa kibanda tunajenga, lakini watu wana pesa. Yaani midomo yao iko wazi, imeachia midomo mijibaba, mate yanashukia tu hivi yanadondoka. Akimuona binti wa watu, jamani, Mungu aturehemu, ni akina baba, wacheni watoto wetu. Naongea kwa uchungu. Wacheni watoto wetu, wacheni mabinti zetu, msiwajaribu kwa vyeo vyenu na pesa zenu. Wacheni watoto wetu. Naongea na Waadventista kwa sababu, lakini kupata ni majaliwa jamani, sio akina baba tu wana hela. Na mishangazi hapa inakamata vijana wetu, tunawauliza unaoa lini? Na anasema subiri mzee, unaoa lini? Subiri. Kumbe kijana anapikiwa samaki mzima sato na anamaliza yeye mwenyewe na hajatoa hata shilingi hata moja. Ni mishangazi. Waacheni vijana wetu. Mwambie jamani, vijana ni kazi ya heshima. Binti, tunza mwili wako. Kijana, tunza hadhi yako. Ukikuona umechomekea kweli, kwamba hatuna habari nyingine. Na watu wengi wanahangaika kuvaa suti, lakini ni wazinifu. Sasa kama umezidi na watu 10 na hao wako chumbani watu 10, si bora ukae uchi kwa hao watu 10? Kwani kuna faida gani? Kuna nini cha kuficha kama wote 10 unawajua? Kwa hiyo ndugu zangu, uzinifu kwa mujibu wa maandiko ni kumwacha Mungu na kutafuta miungu mingine. Lakini uzinifu kale ni shida. Hapa naona watu fulani, naona ile fulani za samani. Ndugu zangu wapendwa, nisije nikaingia kwenye kesi. Lakini maisha yetu yanatakiwa yanyoke. Sisi ndio wajumbe wa ulimwengu. Yaani nilikuwa kundi fulani, sitaki kusema. Nilisema vijana msijichanganye, akina mama msijichanganye. Yaani mkijichanganya tu tunashindwa kuhubiri. Nikasema hapo, ni ile mimacho kodo, iwe kwa mwanaume, iwe kwa mwanamke. Unajua kuna watu mioyo inaenda mbio, unashangaa. Ungewagusa hata hapa wengine moyo unadunda huko, akiona mwanaume, akiona mwanamke, moyo unadunda. Yaani karibu ufunguke kutoka ndani. Jamani, tamaa ya mwili ni kuipenda dunia. Yaani ukiona mwili wako unakusumbua, yaani huu mwili acha ukusumbue, kwa sababu Mungu ana makusudi yake. Yaani kama Mungu aliweka mwili kwa makusudi yake, hiyo bunduki yako japo inaweza kupiga popote, lakini ielekeze mahala pa kupiga. Si bunduki unaweza kupiga popote. Alinishangaza sana. Nilikuwa naye mshiriki hapa, akasema tumeenda kule Dodoma mwaka fulani, akasema mwalimu, kwani mama yangu, mke wangu na binti yangu kuna tofauti gani? Nikasema wewe acha maneno haya, kuna tofauti. Nikasema hakuna tofauti, wote wanaona. Sasa mnajua bunduki hizo zinaweza kupiga kokote, hamjasikia hayo? Si hapo Kwa hiyo bunduki nitumie kwa ustaarabu. Hata hapo kanguvu uliko nako mwanaume mwenzangu mbongo. Mimi tangazo huwa nasikia tangazo
watumie vizuri. Acheni kulilia majembe kwenye mawe. Tumieni majembe vizuri. Ndugu zangu wapendwa, wengi hapa tulio hapa tuna akili. Yaani tuna akili tu vizuri. Lakini huwa inatokea tu tunajaribu ujinga, tunajaribu kupumbavu. Vijana wa sasa hivi wanasema kujizima data. Yaani unajifanya kama huelewi vile. Yaani sote hapa tuna akili. Hata nikiangalia yaani tunapendeza. Na sifa moja ya Waadventista wa Sabato mnavyovaa na jinsi mnavyotabasamu kama hamna shida nyumbani. Kama wote mnakula vizuri, mnapendeza. Tena sisi kule kwetu wangesema kwa sababu wanahela. Si kiatu kimenaa. Sasa ndugu zangu, hebu tujitunze katika hali yetu. Tujitunze kabisa. Maana sisi ndio wajumbe. Sisi ndio tuna ujumbe wa kweli. Na hata sisi tukiharibika, sasa hao watu wengine wataokolewa na nani? Nani atawasaidia? Tamaa ya macho. Najua sasa hivi watu badala ya kuwa watendaji kazi. Nenda nyumba moja, nilikuwa nafanya kazi mtaani. Nikiwa natenda fulani. Nikasema sasa hawa vijana nao wana shida. Yaani kijana yupo mama mzima, mama wa kazi pale nyumbani. Lakini kijana wa mwenye nyumba kawasha TV hapo, sijui anaandika notes zake na baba box. Jamani, sasa si majaribu. Ni kijana tumefika huko unavaa boxer. Hivi sebuleni ni bichi kweli? Maana tunakujitoa ufahamu, tunajizima data. Ndio. Hayo yote ni kukosa akili. Ni upumbavu. Nategemea kijana Mwadventista avae kwa staha. Binti Mwadventista avae kwa staha. Hasa uzuri wa mabinti, niwaambie mabinti ni wazuri. Hebu jitunze hivi. Mna pointi hii. Watu wote hebu mniambie. Pilau iliyofunikwa na pilau ambayo inagongwa na hizi iko wazi, hivi utakuwa na raha ya kula? Sasa tupigeni hiyo pilau. Ndugu zangu wapendwa, katika maisha haya inatakiwa kujiangalia sana. Kujiangalia sana jinsi tunavyoishi, tusiwe makwazo kwa wengine. Sheria ya Yesu inaenda chini sana. Maana nasema amchukiaye ndugu yake, huyo ni muuaji. Chuki tu kwa ndugu ni muuaji. Sio kama kwamba umeshika panga umeua. Chuki. Lakini anasema amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, huyo asili naye moyoni mwake. Sasa si mna picha ya fulani, ukimwangalia tu mtu huyu unaanza kupiga mahesabu, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Hayuko hivyo mahesabu yako. Ndugu zangu, kuna kijana mmoja, najua ukijitoa ufahamu, kikosa akili kichwani. Sisi hapa tunapiga hoja. Makalinga amepiga hoja. Weka ile. Kule kwetu wale ambao ni wenyeji wa kule na nini kule kwetu, walipa na pafahamu, atagusa na pafahamu. Ile eneo la kutoka Ibungu kuja Kimo hapa unashuka, unakuja Songea. Pale kuna mabao wa mteremko. Mimi nilikuwa najiachia na baiskeli naenda. Najiachia na sereleka kuna mteremko. Sasa litokea kijana mmoja
maisha na baiskeli, lakini kule juu imetoka semi, imejiachia, imetoka Malawi. Yule jamaa anakwenda na baiskeli yake Fonex, anakata mlima, anazunguka ile semi ni hodi tu. Jamaa bado anazunguka. Si ananiona anazunguka. Sasa yule wa semi alipokaribia akasema hapa tayarusha gari. Unajua kilichofanyika? Yule anakunja, anaenda huko, akasema wewe umemsumbua sana. Maana toka mbali kule napiga hodi. Unajua alifuata huko semi nzima matairi pacha, yule mtu akageuka kuwa chapati. Tairi pacha zikampitia. Wewe imepita tairi ya bwana, tairi ya zote ziko mbili. Ndugu zangu wapendwa, hebu niwaambie, ukicheza na dunia ni kama unacheza na gedere kwenye shamba la mahindi. Unacheza na watoto kwenye shamba la miwa. Si mlimaliza miwa ya majirani zenu kule shuleni, mlikuwa mnaipiti. Kwa hiyo usicheze na dhambi. Sasa kuna kichaa mmoja huyu, hebu tumwangalie. Mawasiliano, naomba bango langu hapa. Somo langu linaelekea karibu mwisho. Jamani, nimekuja na picha ndogo. Yeye ni watu wazima, lakini inaonekana hii picha mtu anafanya nini huyu? Anakata tawi na amekaa upande gani? Sasa kitakachotokea kwa huyu ni nini? Lakini hebu muangalie vizuri. Amevaa vizuri, hajavaa vizuri? Yuko smart ya yuko smart? Mnaona huyu? Huyu jamaa akili zake ni nyingi. Anakata tawi na amekaa upande huo. Na mti uko mlimani. Ina maana akidondoka atajichopeka kwenye nini? Kwenye maji. Sasa unafikiria mimi mwakalinga sijui kuogelea jamani. Lakini umedondoka na tawi mpaka kwenye maji, kwenye mto wa maji. Na ule mto hauna kina kirefu, kuna mawe. Matokeo yake huyu kajizima data. Huyu yaani akili ameifuta. Kwa hiyo katika maisha yetu tusifanye jambo la namna hii. Hebu tuangalie, maana huyu kuna fungu lake ambalo linamhusu. Mithali 6:32. Neno la Bwana katika Mithali 6 mstari wa 32. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Endelea. Atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika. Maana wivu ni ghadhabu ya mtu, wala hata hurumia siku ya kujilipiza kisasi. Hata kubali ukombozi wao wote, wala hata kuwa radhi ujapomlipa vitu vingi. Jamani, anayezini na mwanamke au mwanaume ana akili kidogo, zipo kidogo, au hana akili kabisa? Sasa niwaambie, ni rahisi kuingia, kutoka si rahisi. Hapa nikiangalia maisha ya watu wengine, yaani ananuka dhambi
ule kwa prai kazi tu uzinifu. Nyumba anayoishi amejengewa na jibaba, kodi anayolipa jibaba, yaani maisha yananuka dhambi. Sasa hata akitaka kurudi nyuma kwamba bwana, mimi tumehubiriwa kanisani kwamba mambo haya sio sahihi, sio sahihi, hiyo nyumba unaweza kuniachia ukatafuta ustaarabu mwingine, na hiyo gari naomba funguo zake unipatie, maana hatuna mkataba na wewe. Naona hapo pagumu. Niwaambie tu, kutoka kwa waganga wa kienyeji wengine wana faida nao. Sasa kutoka si rahisi. Swala ni kwamba bora usingie kuingia kwenye uzinifu pia. Nawaambia ndugu zangu, dhambi mara nyingine inafika kama ni tamu. Dhambi ni nini? Ni tamu. Kwa vile unaona tu kwamba kwa kufanya hivi ndipo nafanikiwa. Yaani wengine hata kukaa hapa mjini tu ni dhambi. Mungu aturehemu. Mungu atuhurumie. Kwa sababu huyu ambaye anazini na mwanamke hana akili kabisa, kama huyu ambaye nimemuonesha hapa. Hana akili kabisa. Yaani katika watu ambao ni bogus. Yaani huyu ni namba moja au namba ngapi? Namba ya kwanza ni ngapi? Ni moja au ni mbili? Yaani huyu sifuri. Hana lolote, kwa sababu anafanya jambo ambalo litangamiza nafsi yake. Na niwaambie, nyumba zetu wa Adventista wa Sabato pia zina shida. Wapendwa, sisi tuko duniani, sisi ni salama yaani ombea mumeo, ombea mkeo. Kwa sababu utashangaa hata sura za kina makalinga hizi kuna watu wanaangalia kitu. Sasa nasema bora hii nusu karne imepita, sasa mimi naangaliwaje? Kwa hiyo naona kama ni shida hivi, anaangalia kweli au anafanya huwa nakuta vitu havieni. Tuko ni kama kwenye spiral tunaelekea huko. Sasa mimi ili vipi na mimi na wewe inakuwa. Wewe kuna mambo mengine umri ukienda, hebu jiheshimu. Mzee, hebu jiheshimu. Mama, hebu jiheshimu. Tukifanya haya, sisi tunamwacha Mungu kwa namna ambayo sio ya kawaida. Halafu na jamaa alipatikana na kesi ya uzinzi. Jamani, msiende kwa akina mama kwamba mume wangu kasafiri hayuko, unaenda huko. Jamaa alipatikana na kesi, lakini bora yule mwenye mke alikuwa na hasira yake takatifu. Najua kilichofanyika, walikutwa ndani. Jamaa aliambiwa kwamba kule nyumbani kuna kiserengeti bora. Kutwa ndani. Jamaa kaja ananiambia zuri kalinoa. Na uzuri wake alikuwa anampenda sana mke. Kaja ananiambia lake kaingia kabomoa mlango, anawakuta hawa jabia lake mkononi, akasema hapa mmekwisha. Muda si muda anamwangalia mkewe, anamwangalia yule kijana kwa vile alikuwa anapenda mkewe. Kajipiga yeye mwenyewe. Wao wanasema, tumesalimika. Hicho ndio alichokifanya Yesu. Dhambi yangu na dhambi yako ilifanya Yesu afe kwa ajili yetu. Mungu